Sasa ngoja leo nikufundishe adabu. Wewe, alafu nimechoka kuvumilia. Acha tu nikumalize. Lakini ndege, una shida gani? Hamna. Unadhani kuna shida basi? Nilikuwa naota tu ndoto. Ulikuwa unaota ndoto? Ndoto gani ile ufanya mpaka unashtuka hivyo? Hamna, unadhani basi ndoto yenyewe mbaya. Nimeota nilikuwa nacheza mpira nikafunga goli kondo, nilikuwa nashangilia, naona ndio ile amshamsha nimeamka nayo. Unacheza mpira? Kwa hiyo ukiota unacheza mpira ndio unashangilia hivyo ukifunga goli? Nyamsa bana, si unajua kwenye mpira kuna kuaga na vibe. Sasa ile vibe la kushangilia lile amsha na hisi ndo nikashangilia nikasahau kwamba naota ndoto. Kumbe ndoto. Anti Ndege, mwalimu kasema hivi, kesho niende na 500 shule. Kasema uende na 500? Ndiyo. Ila halina shida. Sikia, ingia chumbani kwenye draw kuna 1000. Chukua 500 tampa mwalimu, afu 500 tatumia, sawa eh? Sawa. Okay, sawa. Unaona ulichokifanya? Angalia ulichokifanya dada. Hivi dada, uona nini wewe? Aliyekutuma utoe miguu yako uende mpaka kwa Kanoni ukamwambia kwamba vitu mimi nimeuza ni nani? Unaona sasa hivi ananitumia SMS na sio SMS tu, ni SMS za vitisho. Kwa nini umeenda kufanya hivi wewe? Farida, hivi unadhani mimi nimefanya hivyo kwa sababu nakuchukia? Au unadhani nimefanya hivyo makusudi? Mimi nimefanya hivyo kwa sababu ya kukuokoa wewe mdogo wangu. Nimefanya hivyo ili kusudi tu kumweka Kanoni kwenye usawa. Yaani ili mradi tu saikolojia yake kae na isubirie tu taarifa ambayo tutampatia kwamba sisi tunatakiwa kumlipa vitu vyake na sio kitu kingine. Wewe nilikwambia nini kuhusu kumlipa? Eti nilikwambia nini? Nimekwambia mimi siwezi kumlipa kwa sababu vile vitu ni vya kwangu. 100% ni vitu vyangu. Japokuwa mimi ndo nilipewa siku ambayo tunafunga naye ndoa, lakini ni vya kwangu. Lakini wewe ambavyo na kielele hauna taibu, umeenda kumwambia kwamba vile vitu mimi nimeuza. Mpaka sasa anaanza kunitumia SMS za vitisho. Mume wangu mimi namjua yule, lakini ni mbovu, hana akili hata kidogo, hawezi kufikiria. Kwa nini umeenda kufanya hivyo? Kwa nini mdogo wako unipendi dada? Lakini Farida, mimi sijafanya hivyo makusudi. Mbona hutaki kunielewa? Yaani shida yako wewe hutaki kunielewa. Mimi nimefanya kukusaidia wewe na shida yangu kubwa tumlipe Kanoni ili kusudi kila mtu aishi maisha yake. Wewe unataka tu akae na tulalamikia na tufatafata kila siku. Nataka aje ongea na mama ili kusudi mama afe au? Dadangu, mimi naona kabisa hii kazi ya kunisaidia wewe imeshakushinda. Yaani imekushinda kabisa kwa sababu wao naona umeenda kumwambia ili kusudi utengeneze, lakini ndio umeenda kubomoa kila kitu kabisa. Nisikilize. Matatizo yangu naomba niachie mwenyewe sasa kuanzia sasa hivi. Nitayahandle mwenyewe. Najua mimi mwenyewe jinsi gani naweza nikayahandle. Achana na matatizo ya ndoa yangu. Matatizo yangu achana nayo, cha kuzingatia. Muangalie mama, nenda kazini, ukirudi muangalie tena mama. Achana na matatizo yangu kuanzia sasa hivi, dada, yameshakushinda. Farida, hivi unasahau kuwa mimi ni dadako? Wewe ni mdogo wangu na ni haki yangu mimi kama dada kumlinda mdogo wangu. Yaani natakiwa nihakikishe uko salama, hamna tatizo lolote ambalo linakupata baya. Nafanya hivyo kwa sababu ya kukusaidia wewe na nakupenda sana, unalijua hilo. Siwezi kukubali kuacha kwenye shida na ndio maana nafanya kila kitu. Farida, kwanza naomba nisamehe sana kama nitakuwa nimekukosea. Lakini mimi nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa nataka nikutoe kwenye hii shida ambayo uko nayo kwa sasa. Na kitu kingine, mimi nilikuwa nakuomba ukubali kusaini talaka. Uachane na Kanoni ili kusudi kila mtu aishi maisha yake. Uishi maisha yako ya amani, na yeye aishi maisha yake ya amani. Uishi maisha ambayo wewe umeyachagua kwa sababu unajua ambacho unakifanya. Utoke kwenye hichi kifungo. Mimi naomba tu nitafute pesa za kumlipa Kanoni. Ukubali kusaini talaka na muachane.
unanikimbia. Mimi ni adui yako? Jeni, fungua mlango basi mtoko nisikilize. Jeni. Sasa ndo nini hiki Jeni? Mimi si ndugu yako? Au mimi ni adui yako mpaka nafika hapa nyumbani kwako unanikimbia kwa unafunga mlango? Kuna ugomvi? Yaani pamoja na wote mnaonifanyia nyumbani kwangu wewe na dada Sophie, hamjaridhika na kuja nyumbani kwako hapa nataka kuzungumza nawe unanikimbia unaingia ndani. Mimi adui yako? Kindege, wala haipo kama unavyofikiria kabisa. Haipo kama ninavyofikiria kivipi Jeni? Kwa nini unikimbie nyumbani kwako? Yaani mimi nimefika hapo, hujui nataka nizungumze nini na wewe, hujui nataka niongee kitu gani nawe unanikimbia. Yaani Jeni mimi unazidi kunichanganya kabisa. Yaani kama kuna ugomvi wote bora uniambie tu. Hapana Kindege, wala hatuna ugomvi. Na usijali, ni mambo ya kawaida mbona. Yaani mimi Jeni kusema kweli mimi sipendi tabia mnazonifanyia na dada Sophie. Yaani zimenishinda kabisa mpaka nimechoka. Kama jana mmekuja nyumbani na dada Sophie, mmeniletea dawa mnaniambia ni dawa ya kichomi, eti mnanipatia na mimi nimekubali kabisa kwa moyo mmoja kabisa nipokee dawa ndugu zangu wananipatia kunisaidia. Mnanipatia fucha ajabu mnasema eti nimepotea. Jeni, nimepotea kiajaje na wakati nilikuwa pale pale? Mbona mnanifanyia hivyo? Na mimi kama mkutaka tu kunipatia mngeniambia, ningeenda hata duka la dawa. Kindege, huwezi amini. Yaani kile kilichotokea jana ilikuwa ni utani tu. Yaani mimi na dada Sophie tuliambizana tukutanie wewe. Kwa hiyo tulikuwa tunakufanyia tu prank. Utani? Aya sawa tufanye ni utani. Mimi ile dawa uliniambia ni dawa itanisaidia kichomi. Nimekuja hapa na nataka niongee na wewe unisaidie pia hiyo dawa maana mimi bado kichomi kinanisumbua sana sijajua ni kwa nini. Nashangaa ambapo nafika tena hapo nakimbia ndani. Mimi kichwa nileta ni hivyo tu nisaidie tu ndugu yangu hiyo dawa. Unataka ile dawa? Yaani Kindege, jana nilivyokuwa nakimbia, huwezi amini nilidondoka na mimi sikuweza kuiona kwa sababu nilikuwa na speed. Kwa hiyo hata ilikodondokea sikujua ilikodondokea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sina. Basi sawa. Hata hivyo Jeni, kuna swali lingine limenileta. Vipi kuhusu wale watu ambao nilikwambia? Wale watu ulioniambia hata jana nilivyokuja kukuletea dawa pale nyumbani kwako nilikwambia kabisa sijawatafuta. Yaani mpaka leo hii sijawapigia simu. Kwa hiyo bado sijapata mawasiliano nao. Jeni, naomba uwe makini basi. Na ufanye haraka. Nadhani unajua fika mimi sipendi kumuona Janeti. Na nataka mimi apotee kabisa kwenye uso wa hii dunia. Sasa unavyozidi kucheresha mimi naniumiza. Nadhani unajua fika. Kinachofanya nimchukie Janeti ni yeye kutaka kuchukua nafasi yangu. Sasa ukiendelea kuchelewa hivyo, naofia anaweza kumchukua mume wangu hivi hivi. Basi sawa Kindege usijali. Hilo liko mikononi mwangu. Nitalishughulikia usiwaze. Okay sawa. Hata hivyo mimi naelekea supermarket. Kama utojali unaweza ukanisindikiza basi. Unataka tuende supermarket? Yeah. Yaani leo siko vizuri Kindege. Naumwa sana. Yaani tumbo linanisumbua, kichwa kinaniuma. Kwa hiyo kwa leo siko sawa. Naomba tu wewe uende mimi nibaki nipumzike. Okay sawa. Pole lakini. Asante usiwaze. Acha mimi niende basi. Okay, karibu tena. Okay. Haya. Mke wangu Tami, katika kitu cha kipumbavu nimewahi kufanyia kwenye maisha yangu na cha kipumbavu cha kiwango cha hali ya juu sana, basi ni hiki. Yaani mwanaume amekuja nyumbani kwangu, kaingia ndani kwangu kwenye kasi la msukuma. Yaani akaingia akajitawala kabisa. Akatoka akaamua kuchukua na mke wangu wakafanya mapenzi kwenye bafu langu mimi mwenyewe. Sambamba na hilo akampa na ujauzito. Akamchukua akaenda kuishi na nyumbani kwake na mpaka muda huu anaenjoy maisha, anatembea barabarani na jinadi kabisa. Akiwa na uhuru bila kuwaza kwamba anaishi na mke wa mtu. Hilo dogo sana. Kubwa kuliko ni kwamba wamekaa wakapanga njama, wakaja kuniibia. Yaani Farida kaja kuniibia kutokana na njama za huyo jamaa. Kachukua vitu vyangu vya thamani kubwa akaenda navyo. Akiwa anajiamini kabisa. Vitu vya ngosho naondoka navyo.
Nimeenda kuvifuatilia vitu vyangu, wananirukaruka tu, wanarusha huku, wanarusha huku. Dakika za mwisho anatokea mwanamke mmoja tu, hana mbele wala nyuma, anaambia eti vitu vyangu vimeuzwa. Vitu vya Ngosha vinauzwa? Vitu vyangu mimi Ngosha Kanoni vinauzwaje? Vitu vya thamani? Siwezi kukubali mke wangu. Vitu vyangu havijauzwa. Vitu vyangu lazima virudi kwenye kasri langu pale. Lazima vitu vyangu virudi hapa ndani. Siwezi kukubali kabisa. Na kama umeamua kuanzisha vita, mimi vita naiweza. Na nikwambie tu, hii vita hawataiweza wao. Lazima mimi ndio niwe mshindi kwenye vita yangu. Napigana mimi mwenyewe, jeshi la mtu mmoja. Na ikishindikana, basi naita masenal. Nitakwambia ni kina nani. Lazima nichukue vitu vyangu. Mume wangu, hebu naomba uniambie, kwani wewe lengo lako kubwa ni nini? Maana nashindwa hata kukuelewa. Hivi unajua kwamba pale umenipokua pwako, nimejikuta nipo nyumbani. Halafu umekaa hapo unajinunisha tu, unatuma message. Hizo message zitakusaidia nini? Hebu naomba uniambie kwanza mume wangu. Najua unaumia, lakini hebu naomba uniambie mpango wako mkubwa wewe hasa ni nini? Mke wangu, mpaka sasa kichwa changu kimeshawanga. Yaani kichwa changu hakielewi chochote. Ninachokifikiria kichwani wangu sasa hivi ni namna gani ya kurejesha vitu vyangu vyote ambavyo vimeibiwa. Na kuhusu hizo message ambazo nazituma, hapa natuma tu taarifa yangu kwamba kauli mbiu inalia. Wabaki kutambua kwamba mimi nafahamu nini ninachokifanya. Na hata kama nikiamua kufanya jambo langu, lisiwe jambo geni kwenye masikio yao wala macho yao. Wajue kabisa kwamba niliwapa taarifa, alert niliwapigia, alamu ipo kabisa mikononi mwao. Huu ni mpango mkakati na ni mbinu ya kivita hii. Wameamua kumchokoza Bea. Na mimi ndo Bea mwenyewe. Huwa sichezewe nikiwa katika anga langu, ama huwa sichezewe katika sehemu yangu ya baridi. Lazima niwaonyeshe mimi ni nani. Hii vita hawaiwezi, nakwambia mke wangu. Lazima niwatafute masenali wangu. Mama yangu nampigia simu, nampigia na mjomba. Lazima waje hapa tukatafute vitu vyangu. Lazima waje hapa nyumbani tukatafute vitu vyangu. Lazima tuende kwa kina Farida nikachukue vitu vyangu vyote vilivyochukuliwa hapa, kwa sababu nilikuwa na mpango navyo mkubwa sana. Hao masenali ni mama yangu na mjomba wangu. Unawajua vizuri. Wakisha kuja nikiwapa huu msala ambavyo huko, hawezi kukubali. Wako kama mimi tu. Tutachukua vitu vyangu na vitarudi hapa nyumbani. Kwa sababu mimi siwezi kukubali. Yaani niibie vitu vyangu vya thamani, vitu ambavyo nilikuwa na mpango navyo mkubwa sana. Nitaka nje niuze, nikiuza hela yake nitakaoipata niweze kuongezea katika ujenzi wangu wa kislope changu ambacho nitakuwa nakifanya kama kwa ajili ya upangaji. Watu wapange nipate hela vyangu. Alafu amua kuvichukua. Siwezi kukubali. Kwa masena wakisha kuja hapa, mpango utakuwa ni mmoja, kwenda kwa Farida kuchukua vitu, na hapo lazima niunganishe swala langu la talaka, nimpe talaka Farida tumalizane. Lakini kabla sijampa talaka Farida, na wewe mke wangu, lazima ukapime nijue kwamba ujauzito wako umefikia hatua gani. Mume wangu, sasa kupima nini tena? Kupima ujauzito? Hujasikia nini ambacho nimezungumza hapo? Kwa sababu sielewi. Mpaka sasa hivi yani nashinda kujua. Nahangaika na mambo mengine huko, lakini nikija kuangalia na wewe huko, ujauzito haukui. Au ujauzito wako ni wa mdudu maana tu. Maana kuna siku nitakuja kupata hasira, nitakuja kukuboost hapo, nikupige hicho kichwa, nikufanyia kitu cha ajabu. Kwa sababu ya ujinga. Nataka kujua ujauzito umefikia hatua gani bwana. Sitaki kunichanganya. Mambo mengine nichanganye na wewe unichanganye ujauzito wako sielewi uko vipi. Bwana. Mungu wangu. Sasa nitafanya nini? Mbona kama mume wangu hili kashalisanukia. Na hapa najua mimba sina. Na anadai ataka nipeleke hospitalini ndio nikapime. Na nikifika hospitalini sina mimba, nitafanya nini? Sasa hapo inabidi nifanye jambo. Sasa jambo gani? Mimi mbona nashindwa kuelewa Mungu wangu. Tafanya nini sasa? Mimba sina. Nashindwa hata kuelewa. Ila nitajua nitafanya nini. Mimi ndo ndani. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando.
Chris Bando sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa unaungwa. Ila Chris Bando ana namba 4 na sisi tutakutajia namba 2 na zingine 2 tutakuandikia hapo chini, ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando bei kitonga! Janeti, habari yako? Salama tu kindege. Za nyumbani? Huko nyumbani ni kwema. Sijui utokako. Huko nitokako ni kwema kabisa. Na kuona upo lodi. Vipi, unaelekea wapi huko? Ni kweli, safari inaelekea supermarket. Vipi na wewe? Nakuona unatembea tu. Hapana madam. Mimi nimetoka zangu hivi saluni. Nilikuwa nimeenda kutengeneza nywele zangu kidogo. Lakini kwa bahati mbaya sasa fundi wangu sijamkuta. Kwa nimeacha tu maagizo pale saluni. Kama atawahi kurudi basi wanijulishe. Na kama atachelewa basi itakuwa wakati mwingine. Maana huwa sipendagi kabisa kutengenezwa na watu tofauti kichwani kwangu. Ni sawa, nimekuelewa. Lakini Janeti, sijapenda kusema kweli. Toka siku ya mwisho ambapo mlisherehekea sherehe ya wafanyakazi pale nyumbani, sijakuona tena, yaani hujakanyaga tena nyumbani kwangu ni siku ya 3. Mbona umenitupa kiasi hicho? Ni kweli kabisa kindege unachokisema, lakini nadhani unajua kabisa. Mimi bila mister kuniagiza chochote pale nyumbani siwezi kufika. Siwezi kuja bila shida yoyote maalum. Ndio maana sijafika hizo siku ambazo unazizungumzia hapa. Ila tu sijawatupa kama unavyodai. Nimekuelewa. Lakini kama nilivyokuambia hapo mwanzo, naelekea supermarket. Kama utojali unaweza kanisindikiza. Hapana madam, utanisamehe kwa hilo. Kwa sababu imekuwa kama fursa kwangu kumkosa fundi wangu saluni. Kwa sababu huko nyumbani nimeacha majukumu kibao ambao sijayafanya. Kwa sasa hivi natakiwa nirudi nyumbani, nikaoshe vyombo, nikafanye usafi wa nyumba yangu, nikafue nguo. Kwa sababu leo pia ni weekend. Kwa siku za kazi zikifika, iwe ni rahisi kwangu. Sawa, hamna shida. Uwe na wakati mwema basi. Aya, kwa heri. Okay. Janeti, unahisi ya kwamba ukimchekea kiboko kwa lengo la kuvuka maji atakuacha salama kwa tabasamu lako? Unajidanganya sana. Mimi sio rafiki yako hata kidogo. Yaani ninakuchukia. Na umeingia kwenye mtego wa mamba. Siwezi kutishika na samaki wadogo. Jiandae tu. Sebiga. Samahani Sebiga. Hivi una miaka mingapi? Farida bwana. Vipi unataka niandikishe shuleni? Wewe, mimi nipo serious bwana. Sipo kwenye masiara kama ambavyo unadhania. Hebu niambie basi una miaka mingapi?
Na wewe sema unataka ukaniandikishe shule? Yaani Sebiga, mdoto nadhani ni masiara tu, aliyakuwa mimi nipo serious. Hebu niambie basi una miaka mingapi ili tumalize? Farida, mimi ni mtu mzima na huna haja ya kuniuliza maswali hayo eti mimi na miaka mingapi. Mimi ni mtu mzima Farida. Anyway, tuachana nayo. Vipi? Ulishawahi kupenda? Yaani nimekuuliza ulishawahi kupenda, labda hata ukampenda hata mdada au mtu yoyote, yaani ulishawahi kumpenda? Ndio, nishawahi kumpenda mtu. Na hata watoto wa shuleni wachekechea huwa wanapendana na upendo wa kweli unatoka moyoni. Vipi, umemisi mmeo? Nani? Kanoni? Mimi hata sijamisi. Na kwa nini sasa nimisi? Na Farida, mambo vipi? Poa tu Kichi, vipi? Dole tu vipi? Za hapa? Nzuri, vipi huko ulikotoka? Nilikotoka huko dole tu askari wangu. Si unajua Mungu na sisi, Mungu na wapambanaji. Vipi lakini, mmeshindaje hapa maskani? Sisi tumeshinda salama kabisa mimi na Sebiga. Sema tu tulikuwa na hofu na ambako ulikuwa umeenda. Nilikotoka huko Texas tu, yani ule uhakika ni usalama 200%. Vipi dogo? Safi kaka, karibu. Asante sana mdogo wangu, apendo nishatia ndala ile kubwa ya maadui. Sema leo umewahi kurudi, ni tofauti na siku zingine. Leo nimewahi kurudi kwa sababu nilipotoka hivi kwa Fodentindo pale, kipindi narudi, kipindi porodi, nikakutana na mwanangu Ndumbo. Kwa Ndumbo akanigea lift kwenye jombo lake pale, lodi. Kanishusha hapo bondeni, ndo nikasema hapo wenyewe mwanangu una baa askari wangu. Kwa kabidi mimi ndo niliadewado mpaka hapa maskani, ndo maana hata hivyo nimewahi. Basi sawa. Karibu sana nyumbani. Asante. Na hata hivyo leo nimekuja na mboga hii hapa. Kwa cha kufanya hapo itengeneze hapo. Ipikwe. Tudambue, maana nahisi nina ubao sana afu nimechoka. Vipi wewe, hauna njaa au? Mimi nilikuwa na njaa sana tu. Na hata hivyo nilikuwa nakusubiri wewe. Basi ndo kama hivyo basi, toa dongo hapo, toa kitu hapo. Tukinde, maana mwenyewe sielewi. Haya basi poa, hata mimi niingie ndani nipike. Dole. We dada, we ni chizi eti? Ndio, mimi ni chizi, sio chizi zaidi yako. Na wahenga wanasema wagombanao ndo wapatanao. Huenda Mungu kuna kitu anakitengeneza kati ya mimi na wewe, maana ni mara 3 hapa tunakutana. Samani, unaitwa nani? Baby Supu. Vipi dada Epi? Maana nimekuja hapa muda mrefu na kuona umekumbatia mtu anacheka. Vipi, una shida gani? Hapana Baby Supu. Ni mawazo tu. Kuna kitu nilikuwa nawaza. Mawazo? Unawaza kitu gani hicho ambacho kinakufanya unacheka hivyo muda wote? Baby Supu. Kuna mtu nilikuwa nafikiria hapa. Ndio maana nikawa nacheka. Mtu? Ni mtu gani huyo?
Hapana baby Supu. Kuna rafiki yangu nimekutana naye leo dukani. Ndio kanifanya namfikiria hapa. Ni mcheshi huyo. Ningeshangaa ndugu yako ametokea wapi huku. Basi sawa dada Happy. Mimi nilikuwa najisomea. Ila na kitu muhimu kakiandika hapa kigumu. Naomba nisaidie kukisoma. Who is your father? Maana yake wamekwambia kwamba uandike jina la baba yako. Kwani baba yako umjui? Happy. Mimi sijui jina la babangu. Basi kama hujui jina la baba yako, cha kufanya hapo andika jina la Uncle Beni. Niandike jina la Uncle Beni? Ndio, andika tu jina la Uncle Beni. Mbona hamna shida? Basi sawa, hamna shida. Ngoja mimi nikaandike. Asante. Sawa, sijali. Hivi ni kitu gani kinaendelea hapa? Ni nini ambacho bado sijakifahamu mpaka sasa? Kwani kuna kitu gani kati ya Jeni na dada Sophie? Mbona nashindwa kuelewa na sipati majibu ya maswali yangu? Itanibidi nifanye kitu sasa. Na majibu ya maswali yangu yote naweza nikayapata kwa mganga na si kwingine. Ndio, inabidi nifanye juu chini nimtafute mganga. Nyamsa, njoo kaa hapa. Nyamsa, Tabeda. Kuna maswali nahitaji kukuuliza. Maswali gani dada? Hivi Nyamsa, unamwamini Mungu? Ndio, namwamini. Na unaamini kuna miujiza yake anaweza kaifanya? Ndio, naamini miujiza ipo. Maana kila mtu anayesali lazima muamini Mungu. Na pia kila tunapoamka asubuhi, yeye ndo anasababisha sisi tunaamka. Na unaamini kuwa uchawi upo? Uchawi? Ndio, naamini uchawi upo. Maana baadhi ya watu wanaongelea kwamba uchawi upo, fulani kalogwa, sijui nini. Sawa. Vipi kuhusu waganga? Unawaamini au ushai kwenda? Binafsi yangu sijai kwenda kwa waganga. Lakini kuna ndugu zangu walikuwa wanaenda kwa waganga. Na kuna ndugu yangu alikuwa anaumwa. Kwao walishampeleka kwa mganga. Na alivyoenda kwa mganga vipi? Alisaidiwa? Ndio, alipona kabisa. Basi sawa. Dada, kwa nini umeuliza hivyo? Amna, nimeuliza tu, nitaka kujua. Kwani unaamini wachawi? Hapana Nyamsa, mimi nimeuliza tu, unaweza kaachana nayo. Ni swali kama maswali mengine. Naona umeanua nguo. Vipi, zimekauka vizuri? Ndio dada, zimekauka. Okay, basi sawa. Unaweza ukaenda tu ukazikunja. Sawa dada. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni mnyama Chris Bando. Chris Bando sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa unaungwa. Ila Chris Bando ana namba 4 na sisi tutakutajia namba 2 na zingine 2 tutakuandikia hapo chini, ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando.
Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bundle, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bundle. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bundle, bei kitonga!